Wadau, kwa mujibu wa tathmini za lishe, udumavu bado ni changamoto kubwa, ambapo kitaifa mtoto takriban 1 kati ya 3 anakabiliwa na udumavu. Hali hii inaakisiwa pia katika mkoa wa Ruvuma, ambapo bado tunashuhudia idadi ya watoto wenye uzito na kimo kisicholingana na umri wao, hali inayochangiwa na lishe duni, hususan upungufu wa protini na virutubisho muhimu. Aidha, kaya nyingi za wakulima huzalisha mazao lakini hazitumii ipasavyo mazao yenye virutubisho ikiwepo soya, lakini udumavu huathiri uwezo wa kujifunza, ufaulu shuleni na tija ya baadaye na nguvu kazi ya mkoa. Ni kutokana na hali hiyo, serikali ya mkoa wa Ruvuma imeamua kuchukua mkakati mahususi na wa vitendo wa kupambana na udumavu kwa kuunganisha sekta ya kilimo, lishe na elimu, na mkakati huu unalenga kuhamasisha matumizi ya maziwa ya soya kwa wanafunzi hususan wa shule za awali na msingi kama sehemu ya mpango wa lishe shuleni. Mpango huu haufuti tafiti zinazoendelea ili kujua kwa usahihi kiwango cha udumavu. Zao la soya ni zao la kimkakati kwa mkoa wetu, zao lenye protini nyingi zenye ubora wa hali ya juu, lakini zao lenye madini muhimu kama chuma na calcium pamoja na mafuta yenye afya. Maziwa ya soya ni rahisi kuandaa, yana gharama nafuu na yanaweza kuzalishwa kwa kutumia malighafi inayopatikana ndani ya mkoa wa Ruvuma. Hiyo soya ni suluhisho la lishe pekee, bali pia ni fursa ya kiuchumi kwa wakulima, vikundi vya wanawake na vijana. Ndugu wadau, napenda kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Kwanza, waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, muhakikishe mpango wa lishe shuleni unaingiza matumizi ya maziwa ya soya kulingana na mazingira ya kila eneo. Lakini la pili, maafisa elimu na maafisa afya washirikiane kutoa elimu ya lishe kwa walimu, wazazi na wanafunzi ili waone umuhimu katika kutumia pia soya kama sehemu ya kuongeza lishe. Tatu, maafisa kilimo wahimize uzalishaji wa zao la soya na kuviunganisha vikundi vya wakulima na fursa za masoko na usindikaji. 4, shule zitenge utaratibu endelevu wa maandalizi na matumizi salama ya maziwa ya soya kwa wanafunzi. Zao la soya katika miaka hivi karibuni kidogo tulishuka katika uzalishaji wake, lakini ni zao muhimu sana, kwani sisi kama mkoa ni miongoni mwa mikakati katika kukabiliana na kupunguza udumavu kwa ajili ya lishe bora kwa watoto pamoja na kina mama, lakini na sisi wananchi wote kwa ujumla. Lakini pia zao hili ni zao la biashara ambao litaongeza kipato kwa mwananchi mmoja mmoja, lakini pia kuleta kipato kupitia halmashauri zetu. Soko lipo, mahitaji ni makubwa, fursa ni kubwa. Kwenye zao la soya, taasisi ya Mkode imefanya kwa miaka 2 kwenye mambo ya utafiti na mikakati ya kuendeleza zao la soya. Kwa mradi huu, lengo la msingi ni kupunguza umaskini kwa jamii ya mkoa wetu wa Ruvuma kupitia kuongeza tija shambani katika uzalishaji wa soya, kuimarisha lishe pamoja na afya ya wananchi wetu.